Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Karibu sana mtazamaji wa Zone Media, tujuzane yote ambayo yanajiri katika anga za kimataifa kwa wakati huu. Unajua, siku ya hapo jana Rais wa Marekani Donald Trump alipokuwa akizungumza katika chuo cha polisi huko Long Island, New York, alisema kwamba hivi karibuni atauteua mlango wa bahari wa Hormuz kuwa eneo la Marekani. Ni moja kati ya kauli ambayo iliwaibua watu wengi sana duniani, wakazungumzia kuhusu kauli ya Trump ina maana gani, lakini vile vile hata viongozi kadhaa kutoka nchini Irani nao wakazungumzia kauli hii ambayo aliitoa Rais wa Marekani Donald Trump kwamba hivi karibuni atautangaza mlango wa bahari wa Hormuz kuwa eneo la Marekani. Katika hotuba ambayo alikuwa akiitoa alisema hivi, na nukuu: baada ya kumaliza kuishinda Iran ambayo inaendelea kushindwa vibaya sana, hivi karibuni nitatangaza mlango wa Hormuz kuwa eneo la Marekani. Kimsingi tayari ndivyo ilivyo. Tunaizuia, hakuna meli inayopita isipokuwa sisi tutake. Mwisho wa nukuu. Sasa mara moja baada tu ya Trump kutoa kauli hiyo, naibu waziri wa mambo ya nje wa Irani Kazem Garibabadi naye akazungumza, akasema kwamba Teherani haitatishwa na vitisho wala maonyesho ya nguvu kutoka Marekani, na alisisitiza kwamba mlango wa Hormuz utafunguliwa au kufungwa kwa mamlaka ya Irani pekee. Baadaye akaja waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi akasema Irani haijafanya uamuzi wowote wa kuanza tena mazungumzo na Marekani kwa hivi sasa, na akasema ujumbe unaobadilishana kupitia Qatar na Pakistan hauwezi kuchukuliwa kama mazungumzo rasmi kati ya Tehran na Washington. Kwa mujibu wa Araghchi, mazungumzo tofauti yanayofanyika na Oman yanalenga zaidi kuainisha njia salama ya baharini kupitia katika mlango wa bahari wa Hormuz, huku Marekani ikitakiwa kutimiza masharti fulani kabla ya usafirishaji wa meli kurejea katika hali ya kawaida. Kitu ambacho kinatokea hapa ni kwamba Trump amezungumza kauli hii huku akihitaji mazungumzo na Irani ya kuleta amani pale katika mlango wa bahari wa Hormuz, na ndio maana Waziri Araghchi akaja akaeleza kwamba Irani haijafikiria au haijafikia msimamo wa kuanza upya mazungumzo na Marekani. Sasa kilichokuja kushangaza ni kwamba baada tu ya kuonekana kwamba Irani wamereact, viongozi wamekuja juu, makamanda wa kijeshi wamekuja juu dhidi ya kauli ya Rais wa Marekani Donald Trump, kuna taarifa ilichapishwa na The Wall Street Journal ambapo kupitia afisa mwandamizi wa ikulu ya Marekani alisema Trump alikuwa akitania aliposema angeutangaza mlango wa Hormuz kuwa eneo la Marekani. Afisa huyo pia alisema Trump hakuwa amezungumza na washauri wake kuhusu mpango huo. Licha ya kwamba ni kweli Trump alitamka kauli hiyo hadharani, lakini hapa afisa huyu kutoka ikulu ya Marekani akizungumza na The Wall Street Journal akasema kwamba Trump alikuwa tu ametania katika mazungumzo ya hapa na pale, hivyo akaingiza utani kidogo, na licha ya kwamba ilikuwa ni utani kwa mujibu wa afisa huyo, lakini imezua taharuki kubwa sana duniani tangu siku ya hapo jana Ijumaa, lakini leo Jumamosi imekuwa ni story kubwa inayozungumzwa duniani kote. Vyombo vikubwa vya habari duniani vimekuwa vikizungumza story hii kwa kiasi kikubwa kwamba nini ambacho kitatokea ikiwa Trump atafikia hatua kutangaza mlango wa bahari wa Hormuz kuwa chini ya Marekani. Itakuwaje wakati Iran inasema kwamba mlango huo uko chini yao na ina udhibiti kwa hivi sasa, na hakuna meli yoyote ambayo itafanikiwa kupita pasipo idhini ya Irani wenyewe. Lakini kwa mujibu wa ripoti zingine zinaonyesha kwamba Trump alitamka kauli hiyo huku akicheka kidogo, jambo ambalo baadaye lilitumika kuunga mkono maelezo kwamba alikuwa akitania tu na hakuwa amemaanisha moja kwa moja. Sasa hii inamaanisha nini? Ni kwamba sasa hivi kipindi ambacho Marekani inatarajia kuanza mazungumzo na Iran kwa awamu nyingine ili kutafuta mustakabali kamili juu ya mlango wa bahari wa Hormuz, ingeweza kupelekea Irani kuacha kabisa mpango wa kukaa chini na Marekani kwenye meza ya mazungumzo kujadili masuala mazima kuhusu mlango wa bahari wa Hormuz. Na ndio maana haraka ukaona naibu waziri hapo pamoja na waziri wa mambo ya nje wakareact kwa haraka zaidi ili kuweka mambo sawa kuhusu sakata hili la mlango wa bahari wa Hormuz.
Basi kwa taarifa zijazo, mtazamaji wetu, ni kuombe uendelee kuwa nasi wakati wote. Nitakujuza yote ambayo yanajiri katika anga za kimataifa siku hii ya leo.